ikifika wakati wa jukumu, Gahumza akitaka kuombewa kuwa pastor ama deaconi, najua ukweli ya kwamba ndoa hiyo inarudishwa nyuma tena inaenda kuunganishwa. Kwa hivyo hicho kinamaanisha ya kwamba ndoa hiyo ilikuwa halali katika desturi na mila, lakini upande wa kanisa bado kulikuwa jambo ambalo halijakamilika. Kwa hivyo ndugu Gahumza, umefanya uamuzi mzuri wa kuweza kuunga ndoa yako na iwe halali mbele ya kanisa. Kwa hivyo ndoa hujengwa kupitia mila na ndoa hujengwa kupitia sheria za nchi. Kuna wengine ambao wanajenga ndoa zao kupitia sheria za nchi, watu wakikubaliana kisheria na ndoa hiyo inakubaliwa na serikali. Lakini kuna ndoa ambayo Biblia imesema ya kwamba ni ndoa takatifu. Biblia imesema na ndoa hiyo katika Waebrania na iweze kuheshimiwa na watu wote. Mtu akiunga ndoa kupitia mila ama kupitia sheria za nchi inaunganishwa, lakini hatujapata ile dhamana ambayo imepewa ya kuwa ni sifa sana. Lakini Biblia imesema ndoa na iweze kuheshimiwa na watu wote. Na ndoa hii ambayo ni ndoa takatifu, Biblia imetuambia ni muungano wa watu wawili ambao wamekubaliana kuishi pamoja, ikiwa ni mume na mke ama kijana na mvulana. Sababu siku hizi hata mume na mume fuatisha sheria za nchi moja wanakubaliwa nao kuunga ndoa, lakini kanisa hatukubali ndoa kama hizo. Ndoa takatifu ni muungano wa watu wawili, mume na mke, ambao wamekubaliana kutembea maisha yao yote na kufunga pingo la maisha yote. Ndio maana tukiita ya kwamba ni ndoa takatifu ambayo imekubaliwa na Biblia, ni ndoa ambayo mtu akiingia hakuna kutoka. Watu wengi siku hizi wanachukua ndoa kama ni kitendo cha muda, mwaka ama miaka mbili, lakini kufuatana na neno la Mungu, ndoa ni fungo la milele la maisha ya mtu. Ndio maana Yesu wakati alikuwa hapa ulimwengu, Wafarisayo walimkaribia kwa kumuuliza, lakini Biblia inasema vizuri ilikuwa katika njia ya kumjaribu. Wakaja wakamuambia ya kwamba Musa alikuwa amesema mtu akitaka kumfukuza mke wake aweze kumpa barua na mtu huyo aweze kuachana naye. Lakini Yesu kama mwanzilishi wa ndoa aliwapa jibu ambayo ni nzuri sana. Akawaambia, Musa aliwaambia maneno hayo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini kumbukeni awali akawarudisha mwanzo, ambapo Mungu alipomuumba Adamu na Eva. Akamwambia, kumbukeni mwanzo Mungu alimuumba mume na mke. Hakuumba watu watatu bali aliumba watu wawili. Kwa nini Mungu angeona ni vema mume awe na wake wengi, angemuumbia wake wawili? Lakini aliumba mmoja, na huyo akasema ndiyo maana mume ataacha wazazi wake aambatane na yeye siku zake za maisha yote. Kwa hivyo ndugu Gahumza, ndoa hii inaitwa ni ndoa takatifu, ndoa halali mbele ya kanisa.
kusoma neno la Mungu ambalo tunataka kuzungumza kwa muda ambao sio mrefu sana, ambapo Biblia imetuonyesha wajenzi wawili ambao walikuwa wanataka kujenga nyumba zao. Lakini wajenzi hao kabla wafike kwa kiango cha kuanza misingi yao, kuna sheria na kanuni na desturi walikuwa wapewe ili waweze kuzifuatisha. Kwa hivyo ndio maana mmoja anaitwa mtu ambaye mwenye hekima na mwingine anaitwa mtu mjinga ama mpumbafu. Kwa sababu ukiangalia mwelekeo ama kanuni ama mwelekeo ama sheria ambazo walipewa kabla kujenga, hizo ndizo zinasababisha mtu aitwe mjinga ama aitwe mwenye busara. Kwa hivyo ni vizuri sana mtu kuunga ndoa akiwa ameokoka. Tunaweza tukatumia mbinu ama mifumo tu ya dini, lakini ndoa takatifu inatakikana kati ya watu wawili ambao wameokoka. Kwa hivyo ndio maana Biblia imesema, kila ayasikiaye maneno yangu na kuyatenda. Maneno ya Mungu si maneno yetu ama maneno ya mila ama maneno ya desturi ama maneno ambayo unaweza ukasikia kwa mtu mwingine ama kwa runinga fulani. Kila ayasikiaye maneno yangu na kuyatenda. Biblia hivyo ndivyo imeanza kusema. Kwa hivyo mbele ya kujenga kuna kusikia. Semeni haleluya. Tumupe Bwana utukufu, haleluya. Mbele ya kujenga kuna kusikia. Na kusikia neno la Mungu, ndiyo Biblia imesema, ayasikiaye maneno yangu na kuyatenda. Kwa hivyo ni vizuri mbele ya kujenga kuelewa neno la Mungu na mfumo ambao Biblia imetenga ni wajibu wetu kuutumia kwa kujenga boma zetu, ikiwa ni neno la Mungu Biblia. Kila ayasikiaye maneno yangu na kuyatenda atafananishwa na mtu ambaye ametaka kujenga nyumba yake. Na mtu huyo, kwa sababu cha kwanza alisikia, akajua ya kwamba kuna mahali kunaitwa msingi ambayo unaitwa mwamba, na kuna mahali kunaitwa msingi ambao unaitwa mchanga. Akasikia jambo la kwanza na akaamua ni wapi ataweza kuijenga nyumba yake. Biblia imesema, kila asikiaye maneno yangu na kuyatenda atafananishwa na mtu ambaye mwenye busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Na Biblia imesema, kwa sababu tumesema cha kwanza ni kusikia, mjenzi wa pili, Biblia imesema, na kila ayasikiaye maneno yangu asiyatende. Biblia imesema naye anafanana na mtu mjinga, mpumbafu, ambaye amejenga nyumba yake juu ya mchanga. Kwa hivyo tunaona wajenzi wawili, na wote mbele ya kujenga walisikia maneno ya Mungu. Lakini inawezekana ya kwamba mjenzi huyu ambaye amejenga juu ya mwamba imechukua muda mzuri na muda mrefu wa kusikia ni nini anataka kufanya. Kwa sababu kuna mjenzi huyu ambaye amejenga juu ya mchanga, inamaanisha labda hakuweza kusikia mzuri, na kwa sababu yeye hajasumbuliwa na kuchimba kuweka mwamba ambao ni hodari, labda nyumba yake ilijengwa haraka na ikaweza kusimama.
Lakini huyu ambaye ni mjenzi, ambaye amejenga juu ya mwamba, inaonekana ilimgharimu ili aweze kusikia na kuchimba na kujua kitendo ambacho anataka kufanya. Ndio maana tunasema cha kwanza ni kusikia ni nini ambacho tunataka kufanya. Watu wengi wanajenga boma zao kwa njia tofauti. Wengi wanajenga juu ya mchanga na wengine wanajenga juu ya mwamba. Na tukisema mwamba huu, mjue ya kwamba mwamba huyu ni Kristo. Nyumba nyingi zimeweka mizizi ndani ya Kristo, na nyumba hizo hazitaanguka kamwe mpaka Kristo atakapokuja kulichukua kanisa lake. Lakini kuna nyumba ambazo zimejengwa juu ya mchanga. Nyumba hizo ni lazima zitaanguka kwa sababu hazina misingi ya neno la Mungu. Mungu alipoumba mke na mume hakuwaacha. Mungu aliwapea jukumu na akawapa mwelekeo ambao ni lazima waweze kutembea ndani yao, mume na mke. Ndio maana Biblia inatuambia katika Waefeso 5:22, hapo utakutana na jukumu. Biblia haijachukua mume tu iweze kumuweka katika nyumba, na haijamletea mke tu aweze kukaa hapo. Mungu alimwambia Adamu, akamwambia Adamu, nimekuweka katika shamba hili la Edeni uweze kulilinda na uweze kulipalilia. Tayari alikuwa na jukumu. Alipomletea mke alimwambia ya kwamba nimekuletea msaidizi ambaye wa kufanana na wewe, ambaye mtaambatana. Kwa hivyo kwa nyumba kuna mume, kuna mke, kuna mtawala, kuna msaidizi. Na hayo ni mapenzi ya Mungu, ingawaje sheria za nchi zinaweza zikaleta mifumo mengine, lakini jueni ya kwamba kufuatana na neno la Mungu, kwa nyumba kuna mtawala na kuna msaidizi. Watu wengi kusikia neno hili wanafikiria ya kwamba waume wameambiwa ya kwamba waweze kugandamiza wake wao. Hapana, sio hivyo. Na mke ukimwambia ya kwamba yeye ni msaidizi wa karibu, ni mtu ambaye ni kipenzi cha dhati cha mume wake, hiyo pia sio njia ya kujiinua na kujifanya wewe kuwa mtawala. Kwa hivyo ni wajibu wa wanandoa, mke na mume, kukaa katika njia ambazo ni mapenzi ya Mungu kufuatana na neno la Mungu. Na nyumba hizo zilipojengwa, jambo la kushangaza, nilipoandaa mahubiri haya, nimekutana ya kwamba zote mbili zimekuwa na majaribu ambayo yanafanana. Tuseme haleluya. Tuseme amen. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Zimekuwa na majaribu ambayo yanafanana. Nyumba ambayo imejengwa juu ya mwamba na nyumba ambayo imejengwa juu ya mchanga, majaribu ni tofauti. Na maanisha nini? Katika boma zetu sisi wote tuna majaribu ambayo yanafanana. Semeni haleluya. Muntu wese urugo rwananiye cyangwa wasambuye, ntabwo bivuze kuko ari we wahuye n'ikigeragezo kiruta icy'abandi. Oya. Kwa sababu majaribu ni tofauti. Majaribu yanafanana, Biblia imesema nyumba hizi zote mbili zimekuwa na majaribu ambayo Biblia imetaja yalikuwa majaribu 3. Ni mvua, mafuriko pamoja na upepo. Nyumba ambayo imejengwa juu ya mwamba, hayo ndiyo majaribu ambayo yalikuja kuijaribu na ikaonekana ya kwamba haikuanguka. Na nyumba ambayo imejengwa juu ya mchanga, pia majaribu ni mvua, mafuriko pamoja na upepo.
Kwa hivyo ndugu yangu, wewe ambayo una changamoto katika nyumba yako, unajiuliza, unasema, je, Mungu mbone mimi amenipea mke ambaye ananisumbua ama mume ambaye ananisumbua? Acha nikuambie, mke wako si mbaya kuliko wake wengine, na mume wako sio mbaya kuliko wanaume wengine. Tofauti ni misingi. Semeni haleluya. Tuseme amen. Tuseme haleluya. Tofauti ni misingi. Msingi wako wa boma lako umeuweka wapi? Umejenga juu ya mwamba ama umejenga juu ya mchanga? Kwa sababu majaribu tumeona yote yanafanana. Majaribu ya safari ya ndoa, kutopata mtoto, kuishi maisha ya umaskini, majaribu ya ugonjwa na majaribu mengine ambayo yanatingizisha nyumba zetu. Hayo majaribu yote yanafanana, lakini acha tujenge nyumba zetu juu ya msingi ambayo ni mwamba bora, Yesu Kristo. Semeni haleluya. Hapo ndipo hayo majaribu, mvua, mafuriko pamoja na upepo zitakuja. Haimaanishi wewe ukiwa umeokoka ama wewe ukiwa hujaokoka hautapatana na majaribu haya. Hapana, utapatana na majaribu haya ambayo ni changamoto cha maisha haya ya ulimwengu. Haya yanafikia wale ambao wameokoka na wale ambao hawajaokoka. Lakini tofauti, je, nyumba yako imejengwa katika msingi gani? Kwa sababu ukijenga juu ya mchanga, bila shaka mvua ikija, mafuriko yakija, pamoja na pepo zikija kwako, nyumba yako itaweza kuanguka. Na Biblia imesema kuanguka kwao kumekuwa kwa kishindo kikubwa sana. Ndio maana ni wajibu wetu kujenga nyumba zetu juu ya mwamba, na mwamba huo ni Yesu Kristo. Ndio maana Paulo ameandikia Wakorintho 3 na mstari wa 11 akasema, hatuna msingi mwingine bali ule ulishawekwa, yaani Yesu Kristo. Hatuna msingi mwingine ambao tunaweza tukajengea boma zetu, bali ni wajibu wetu kutii neno la Mungu, na ni wajibu wetu kutembea katika mapenzi ya neno la Mungu. Tukijenga boma letu hapo, boma letu litaimarika. Mvua, mafuriko pamoja na pepo zikija, hazitaweza kuangusha boma zetu. Semeni haleluya. Na Mungu alipoumba mke na mume, hakuwaambia tu waweze kukaa hapo maisha ya starehe, lakini wana jukumu la kuwakilisha Mungu huo katika boma lao. Semeni haleluya. Mungu katika familia ama katika muungano wa mume na mke, Mungu huwa anatarajia ya kwamba katika boma hilo kutakuwa sifa zake na kutatokea kizazi ama uzao ambao utamcha Mungu na kumtukuza. Kwa hivyo, ndugu Gahumza pamoja na Mfrakazi, mna jukumu ya kulea watoto wenu katika neno la Mungu, sawa sawa na Mezali 22 na mstari wake wa 6. Na maanisha, kama hamuna maombi ndani ya nyumba yenu na kukaa kusoma neno la Mungu pamoja na watoto wenu na kuwaombea na kuwafunza njia nzuri ambazo ni za kumcha Mungu, mnaweza mkatimiza jukumu nyingi, lakini mkikosa hiyo mtakuwa mmewakosea watoto wenu sana. Familia nyingi huwa zinajali kusomesha watoto, na hiyo ni nzuri sana. Biblia imetuomba kujukumika katika majukumu ya nyumba zetu, sawa sawa na Timotheo wa kwanza 5 na mstari wa 8. Mahali Paulo alimwambia Timotheo ya kwamba mume ambaye hajali familia yake na kuifanyia kazi, yeye amekaa na imani, na yeye amekuwa mbaya kuliko wale ambao hawajaamini. Ndugu Gahumza pamoja na Mfrakazi,
mna jukumu la kutumikia familia yenu, kuinua kiuchumi, kutafuta riziki, nguo na vazi na school fees ya watoto na mambo mengine kadhalika ambayo yatasababisha familia yenu iweze kuinuka. Lakini hayo ni mazuri sana, lakini wekeni watoto wenu katika neno la Mungu. Semeni haleluya. Tuseme amen. Tuseme haleluya. Je, ni vizuri mtu kumulisha mtoto wake na kumsomesha katika shule ambalo ni la kifahari, lakini mtoto huyo mwishowe aingie jehanamu kwa sababu haukumwelekeza na kumwonyesha njia nzuri? Kwa hivyo tunapojali watoto wetu, kumbukeni kuwafunza neno la Mungu, kuwaombea, kuwaelekeza. Semeni haleluya. Abavyeyi benshi bazabagira ngo kwigisha umwana, kumugurira imyenda, kumuha ibisabwa, bakagira ngo barangiza inshingano. Ariko gerageza muri no nshingano yindi yo kumutoza inzira nziza kugira ngo azabeho yubaha Imana. Nagira akazi keza, akagira imodokari nziza, ariko azobigire afite Yesu mu mutima we. Semeni haleluya. Tuseme amen. Tuseme haleluya. Wanaume wengi wanashindwa na jukumu hilo, na wengi hawaombi kwao, waume na wake, na wengine wanaitwa waimbaji, waombezi, na wengine ni madikoni, wana kazi ambazo zinaonekana mbele ya macho ya watu, lakini kwa nyumba zao hawana muda wa kufunza watoto na hawana muda wa kuomba wawili, mume na mke. Jameni, mtu ambaye haombi kwake mume na mke, mkimjua mumleteo baraza ya wachungaji waweze kumshauri, arudi nyuma kwanza, atengeneze mambo ya nyumba yake, ndiyo aweze kukuja mahali hapa. Kwa hivyo hilo ni jukumu la wanandoa, hilo ni jukumu lako ndugu Gahumuza pamoja na Fracas, kuwafunza watoto wenu katika njia nzuri ambayo ni njia ya kuweza kumuheshimu Mungu. Na ni wajibu wenu kutimiza jukumu hizo zote ambazo tumesema sawa sawa na neno la Mungu. Na nyumba yenu hapo itakuwa imesimama katika msingi mzuri ambayo ni mwamba, ambayo ni Yesu Kristo. Kwa hivyo wanandoa ambao wako mahali hapa, ni wajibu wetu kulitii neno la Mungu na kulisikiza na kuliweka katika matendo sawa sawa na Yakobo 1:22. Biblia imesema, kila ayasikiaye maneno yangu na kuyatenda atafananishwa na mtu mwenye busara ama mwenye hekima ambaye amejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua, mafuriko pamoja na pepo vikaja, lakini nyumba hiyo haikuanguka. Na asikiaye maneno yangu asiyatende atafananishwa na mtu mpumbavu ama mjinga ambaye anajenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikaja, mafuriko na pepo, lakini nyumba hiyo ikaweza kuanguka, na ikaweza kuanguka kwa kishindo mkubwa sana. Kwa hivyo ni wajibu wetu kujua ni wapi tunajenga boma zetu, na ni wajibu wetu tuweze kujenga nyumba zetu juu ya msingi wa neno la Mungu. Watu wengi wanapuuzia msingi wa neno la Mungu, lakini nakuambia ukweli, nyumba yako haiwezi ukasimama ukifuatisha madesturi na sheria za nchi hizi ambazo tunamo, na sheria ambazo haujui wapi zimetoka, lakini kuna sheria ambayo tumepewa ni neno la Mungu, muweze kuifuata. Frakazi, ujue jukumu lako kufuatana na neno la Mungu. Gahumuza, ujue jukumu lako kufuatana na neno la Mungu. Si kusema ya kwamba hivyo ndivyo zinajengwa sawa sawa na mezali ya kwetu. Hapana, neno la Mungu mulifuate na muweze kulisoma. Ukisoma vizuri, ndugu Gahumuza, utaweza kumpenda mke wako.
Na mfrakazi akisoma neno la Mungu vizuri na kuweza kujenga juu ya msingi wa neno la Mungu, utaweza kumheshimu mume wako na kuweza kumtii. Kwa sababu Biblia inasema mume na apende mke wake kama kiungo chake, ama kama mtu ambaye anajipenda. Na mke naye aweze kutii mume wake kama vile kanisa linavyomtii Kristo. Kwa hivyo Ukristo wa kwanza ni wajibu uonekane katika boma lenu, kwa kumpenda mke wako na kufanya jukumu la familia yako. Na wewe frakazi, hatuhitaji kukuona ukicheza hapa sana kama haumheshimu mume wako. Ni wajibu wako kwanza kumheshimu mume wako na kufanya jukumu lako kwa nyumba sawasawa na neno la Mungu. Na gahumuza pia kufanya jukumu lake la kumpenda mke na kushughulikia familia yake na kufunza watoto katika njia nzuri. Hapo tena mtaweza kumtumikia Mungu na Mungu ataweza kuwafurahi. Basi lipokeeni neno la Bwana. Tunafika kwa hatua nyingine ambayo ni wakati mzuri wa kuweza kuwaunganisha. Tutaomba wale ambao
Simama sote. Ndio. Tuwakaribishe wageni maalum. Amen. Amen.